Hapa na kuletea sehemu muhimu za kusoma unapojiandaa na hii mitihani ya usaili ya ualimu. Unajua hii mitihani ya usaili wa ualimu, changamoto kubwa inayowakumba walimu ni kwamba wengi wamemaliza zamani. Kama mtu kamaliza mwaka 2015, tukakaa labda miaka zaidi ya miaka 10, lakini pia anafanya kazi ambayo haiendani na taaluma yake. Kwa hiyo alishasahau. Halafu kuna kuwa sasa na huu mtihani. Kwa hiyo mtu kasahau. Sasa hapa mimi nasaidia kuwakumbusha walimu kwa lugha nyepesi sana mambo ambayo ni ya lazima. Kuna mambo ambayo tu ni lazima uyafahamu, lakini tazungumza kwa lugha ambayo ni nyepesi kabisa ili uweze kuelewa. Na naamini ukishayaelewa haya, na kwa sababu wewe ni mwalimu, basi unaweza ukaclick tu kumbukumbu zikapatikana vizuri na ukaweza kufaulu mitihani yako na maisha yako yakawa mepesi kabisa. Sasa leo na kuonyesha maeneo ama mambo zaidi ya 9 ambapo mambo haya ni lazima uyafahamu kabla hujaingia kwenye chumba cha mtihani. Yaani kabla hujaingia katika huo usaili, kabla hata hujahakikisha kama una vyeti, una kitambulisho, hakikisha mambo haya unayafahamu. Sasa tukumbushane. Sasa nitakukumbusha jambo alafu nitakufafanulia na utaweza kuelewa kwa lugha nyepesi kabisa. Moja, hakikisha hapa kwanza haya mambo tumeyatoa katika somo la CT 100. Endelea kufuatilia na unaweza ukasubscribe katika channel hii ukaungana na wenzako. Kuna walimu zaidi ya 11,000. Angalia idadi ya subscriber utaona zaidi ya walimu 11,000. Sasa kukosekana kwako hapa huenda ukawa unajitafutia mazingira magumu sana. Kwa hakikisha una subscribe ili uungane na wote ambao wanafuatilia, na wafuatiliaji ni wengi kweli kweli. Sasa kila mtakapokuwa napata muda nitakuwa naelekeza mambo ya muhimu kulingana na mitihani ambavyo, kwa sababu mimi mitihani nimeiona iliyopita na hawa wanaofanya, kwa hiyo najua ni nini ambacho kinatoka. Kwa sababu changamoto kubwa ni wewe kutokujua mtihani hasa ni yani kwamba unawaza usome wapi, ndio shida kubwa ambayo inakuja. Lakini ukizingatia pia una mambo yako mengine. Sasa cha kwanza ambacho nataka uhakikishe unafahamu ni hili somo la CT 100 ambalo lina maswali mengi sana. Sasa hatua ya kwanza unatakiwa ufahamu kitu kinaitwa pedagogical knowledge. Sio pedagogical knowledge. Pedagogical knowledge ni kitu gani? Lazima ujue mwalimu. Sasa pedagogical knowledge tazungumza kwa lugha nyepesi kabisa mwalimu uelewe na ufaulu. Pedagogical knowledge ni kuelewa mambo yote yanayohusu taaluma ya kufundisha, kusimamia darasa na chochote kile ambacho mwalimu anatakiwa maarifa yale ya mwalimu. So it is understanding teaching practice and the classroom management that the educator bring to their job. That is pedagogical knowledge. Halafu kuna context knowledge. Context knowledge pia unatakiwa ujue. Yaani unatakiwa usijue knowledge 3. Ya kwanza nimesema ni pedagogical knowledge, lakini unatakiwa ufahamu context knowledge. So context knowledge ni mwalimu anafahamu mazingira yake, jamii yake, anafahamu uchumi, anafahamu jamii jinsi ilivyo, an awareness in the social, economic and environmental atmosphere of the society and the institution. Halafu mwalimu unatakiwa uwe na knowledge ya 3 inaitwa content knowledge. Ndio mambo haya ambayo utaulizwa. Content knowledge ni sasa ndio hiki ambacho wengi tunakifahamu. Mtu kujua somo. Matter of a teacher, master of the subject matter they are teaching. Uwezo wako wewe katika kulimudu lile somo, kama ni historia, kama ni Kiswahili. Lakini mwalimu unatakiwa ufahamu sana kabla hujaingia katika mtihani wako, ufahamu behaviorism ni kitu gani. Usiingie katika mtihani hujui behaviorism ni nini. Behaviorism ni wale watu wale, nadhani umesoma chuo, kama unasikia wale conditioning wale kina Pavlov wale, hao ndio behaviorist. Hawa ni watu ambao
wanaamini kwamba mtu yoyote anaweza akafundishika. Miongoni mwa waasisi wakubwa wa behaviorism ni pamoja na Bwana John B. Watson, na kwenye behaviorism ndio tunashuhudia mambo kama classical conditioning, operant conditioning, yote haya yanatokea. Hiyo ndio behaviorist. Kwa kimombo, theory of learning based on the idea that all behavior are acquired through conditioning and learning occurs through interaction with the environment. Wao wanaamini mtu anajifunza kupitia mazingira yake, na mtu anajifunza kwa kutengenezewa mazingira fulani. Sasa ili tuweze kuielewa zaidi ama tuweze kukumbushana zaidi, kwa mfano tukiangalia katika class conditioning hii, bwana Ivan Pavlov, yeye alikuwa akimgongea kengele mbwa, na yule mbwa akawa ana uwezo wa kutengeneza mate muda ule wa kengele unapofika, hata kama kengele haijagongwa. Kwa operant conditioning hapa, ambapo tunaona kwamba ni kujaribu kumfundisha mtu kwa kumpa adhabu pamoja na hamasa. Operant conditioning, type of learning behaviors occurs through reinforcement or punishment. Sasa mwalimu, enda kachimbe sasa behaviorism, hakikisha unafahamu kina Ivan Pavlov, methodological, radical, kina Skinner, BF Skinner, classical conditioning, operant conditioning, hakikisha unazifahamu. Mambo kama hayo pitia hapo. Kwa tukisha kushika kwenye behaviorism, hakikisha tu ni haya mambo ya operant conditioning, kwamba mtu yaani kwa kifupi kwamba behaviorism wanaamini kila mtu anafundishika, kwamba nipatie mtu yoyote halafu niambie unataka awe nani, nitamfanya awe hivyo kupitia mbinu ambazo tumezitaja, kupitia hamasa, kupitia adhabu, kupitia kufundisha. Wao wanaamini hivyo. Sasa ndio tunakuja sasa, hakikisha sasa unazifahamu weakness of behaviorism, kwamba hao behaviorism wana mapungufu gani. Behaviorism ina mapungufu yafuatayo. Behaviorism may not account for internal influence such as thoughts and feelings. Behaviorism haiwezi kutambua ama kupambana na mawazo ya mtu pamoja na hisia. Inawezekana mtu hataki kusoma. Lakini pia kijenetiki, kwa kuzaliwa kwa asili, kuna mtu inawezekana genetically hafundishiki. Hiyo ni kwa kuzaliwa. Ni slow learner kwa kuzaliwa. Sasa unataka umfanye kuwa rubani, unaweza ukafeli. Lakini behaviorism wao wanaamini, kuna mwana behaviorism mmoja alisema, nipatie watoto 100 alafu niambie kila mmoja unataka awe nani. Baada ya miaka 10 nitakurudishia watu wako wakiwa na hizo taaluma. That is behaviorism. Chakata hivyo mwalimu. So lakini sasa katika sayansi na genetically kuna watu hawafundishiki. Sasa lakini mwisho, sometimes people know what reinforcement and punishment are but still behave differently. Kuna mtu anajua kabisa kwamba unaweza kumhamasisha mtu, unaweza kumtishia adhabu, lakini bado vile vile huyo mtu asikuelewe. Kwa hiyo mwalimu, nimejitahidi kukupa mambo mawili matatu na kukukumbusha, sio kwamba hujui, na kukukumbusha na natoa msaada kwamba usome wapi, kwa sababu changamoto ni kwamba mtu asome wapi. Sasa ili kuweza kuchimba zaidi, kuweza kujionea zaidi mambo haya, kupata reference zaidi, sasa nashauri ujipatie notes za CT100 ambapo haya yote yameweza kuandikwa. Halafu hakikisha pia unajipatia maswali zaidi ya 50 ambayo yameuliza kuhusiana na hii mada ya CT100. Ukiweza kuyajua maswali hayo na ukiweza kuenda nayo vizuri, basi mambo yako yatakuwa mazuri sana kwenye vyumba vya mtihani. Endelea pia kufuatilia hapa masomo kama EP tutakuja kuweka, ambayo yote yanayohusika EF yote tutakuja kuyaweka hapa. Sasa anayetaka notes za CT100, anayetaka maswali ya CT100, nimeweka linki ya namna ya kuyapata kwenye comment ya kwanza, lakini pia kwenye description pia nimeweka. Lakini kama huko ni mbali, kwenye comment ya kwanza kwenye description unaweza kuwasiliana nami WhatsApp katika namba hii inayoonekana hapo.